Asante kwa kuendelea kuwa nasi na kutufuatilia kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Ni kukumbushe bado una nafasi ya kuungana nasi kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X zamani Twitter. Tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ, lakini usahau pia kuungana nasi kwenye ukurasa wetu wa michezo pale Instagram Azam TV Sports. Huko unaweza kutuandikia maoni yako na tutakuja kuyasoma pia hapa ili uwe sehemu ya mshike hii leo. Tuanze kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Timu ya Yanga imefurahia ushindi wa jana wa magoli 2-1 dhidi ya matajiri wa jiji Azam FC katika mchezo wa dabi ya Dar es Salaam, ligi kuu ya NBC uliochezwa katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe amesema ushindi huo umezidi kuwasha taa ya kijani katika mbio za kutetea ubingwa wa ligi kuu ya NBC, ambapo wapinzani wao wakubwa wamesalia kuwa Simba. Wananchi Yanga wamefikisha alama 67 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC wakicheza mechi 25, huku wakifuatiwa na Simba wenye alama 57 baada ya kushuka dimbani mara 22. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ushindi mzuri ambao tumeupata siku ya jana. Ni ushindi mzuri kwa sababu kila mpenzi wa mpira wa miguu Tanzania alikuwa anafahamu ugumu wa mechi kati ya Yanga na Azam Football Club, hasa mechi hiyo ikiwa inapigwa Azam Complex. Mzunguko wa kwanza tuliangusha pale point, lakini mzunguko wa pili tumekwenda kupambana, tumechukua pia pointi 3. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumewapongeza sana wachezaji wetu, tumelipongeza benchi la ufundi na tumewapongeza pia wananchi wote kwa jitihada kubwa ambazo wameziweka kwenye mchezo huo mpaka tukapata matokeo mazuri. Ni ushindi ambao kiukweli umetupa raha sana wana Yanga kwa sababu mechi ilikuwa ngumu, na utamu pia wa ushindi huu ni man of the match Prince Mpumelelo Dube ambaye amehusika kwenye assist, amehusika pia kwenye goli. Na hili alikuwa tu goli ambalo limetupa Yanga pointi 3. Lilikuwa ni goli la Dube ambalo limewaondoa Azam FC kwenye mbio za ubingwa. Hebu ifikirie hiyo, alafu ungeambiwa miezi michache iliyopita nyuma kwamba siku moja huyu striker ambaye walikuwa wanambeza baada ya kumchukua ndio angefunga goli pale pale sebleni kwao, na hilo goli likawa limewafuta kwenye mbio za ubingwa. Huyu ndio mchezaji ambaye anawaumiza sana Azam Football Club. Tunajua wanaumia mno. Nyakati fulani yule bwana Kipara alishaye kutangaza kwamba amembadili jina la mtoto wake kutoka kumuita Prince na kumuita jina lingine, lengo tu akimbie yale maumivu. Tuwaambie Azam Football Club, sisi na nyie ni majamaa wazuri, sisi na nyie ni familia. Ila Prince Dube liendelee kwa umma, na inshallah hivi karibuni tutarudi tena hapo kuwatembelea tuweze kuzungumza mengine mazuri kwa ajili ya kuijenga klabu yetu ya Yanga. Wakati huo Ali Kamwe amesema Yanga itaingia dimbani na kikosi kamili dhidi ya Stand United katika mchezo wa robo finali kombe la shirikisho la CRDB utakaochezwa Jumanne ijayo majira ya saa 10 jioni katika dimba la KMC Complex, Dar es Salaam. Ukiangalia zimebakia point 15 mbele kwa maana michezo 5, michezo ambayo Yanga Afrika tutakwenda kwa nguvu kubwa zaidi kuhakikisha tunashinda, iwe ni away iwe ni nyumbani. Tunapata matokeo mazuri ili mwisho wa msimu tuweze kuchukua ubingwa wetu wa ligi kwa mara ya 4 mfululizo. Stori hiyo ya ligi itakuwa imalizika siku ya jana, na sasa maandalizi yameanza kuelekea mechi ya kombe la shirikisho la CRDB. Tupo hatua ya robo finali, na mchezo unaokuja mbele siku ya Jumanne ni dhidi ya Stand United. Inaweza kuonekana mechi nyepesi kwa sababu ya timu ya ligi kuu na timu ya daraja la kwanza, lakini kwa wanaofuatilia championship watakubaliana na mimi kwamba Stand United ni miongoni mwa timu sumbufu kutokea championship, na msimu huu wameshathibitisha timu za championship zinaweza kupata matokeo mazuri dhidi ya timu za Premier League. Kwa hiyo tunachukua tahadhari zote pale KMC Complex, na kama ilivyokuwa ada, silaha yetu kubwa ni mashabiki na wanachama wetu. Tafadhali sana tujitokeze kwa wingi. Ni Ali Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo. Nao mashabiki wa klabu hiyo ya Yanga wametoa maoni kuelekea mchezo wao dhidi ya Stand United wakiwa na matumaini makubwa ya kushinda na kutinga hatua ya nusu finali kombe la shirikisho la CRDB. Azam na Yanga kwetu sisi ilikuwa ni game ya finali. Nasema ni game ya finali kwa sababu ilikuwa inatupa tathmini ya kushinda ligi. Kwa hiyo tulihesabia kwamba tukishinda tuna matumaini makubwa sana, na ndio ambayo tunayo sasa, kwamba ushindi tunao mkononi. Hatukuidharau. Nafikiri tulichokipata ni kile ambacho tulikusudia. Yaani game ambayo tafsiri yake ilikuwa ni ushindi wa ligi. Kwa hiyo kwetu sisi ilikuwa ni finali.
Na jambo jingine ni kwamba Azam wana timu nzuri, lakini ushindani wao kwa Yanga bado. Mchezo jana mzuri sana, ila wale ndugu zetu, wale ndugu zetu sema majeuri tu, lakini ndugu zetu sema majeuri tu, leo ndugu zetu sana sisi wale. Kuna kipindi walikuwa wanafurugana wenyewe kwenyewe mpaka wanaanza kupigana wenyewe kwenyewe, ujue ni kwamba waone wanachokofanya kitu gani, baada kupigana wenyewe kwenyewe. Tukatuliza bana, nyinyi na ndugu zetu, huu mpira na mpira ukija tutakutana shambani. Sasa mnaanza hapa tena mambo haya, sio mpira huko hivi. Lakini sisi kama sisi Yanga tunacheza mpira. Sidhani kama kuna mtu ambaye anatujua sisi. Hakuna maana anacheza kucheza Yanga, hakuna. Mimi nasema kama mimi nasema Salimani, hakuna ambaye kucheza Yanga. Mechi yetu ya jana tumecheza kama finali. Tuliwaambia watu wa Azam, hii mechi tunacheza kama finali kwa sababu kizingiti kilichobaki ni hiki cha Azam peke yake. Sawa? Maana tukishinda, kama tungeshinda ile mechi, maana ubingwa ushatangazwa. Na sisi tumewashia danger kuonesha kwamba tunakwenda kuchukua kombe. Hayupo wa kutuzuia tena. Azam ndio tukanamfikiria sana sisi. Walobaki akina Kelgodi Sunani au tunapiga tu kama tunani, kama tuna akili mzuri. Lakini wakati huo tunawaheshimu. Sio kama tutawadharau, tutawaheshimu. Tutapigia mpira mwingi kama tuwapigia jana wale Azam. Pasi nyingi, magoli mengi, kosa nyingi. Unajua hii ligi yetu sasa hivi kama mbio za marathon. Kwa hiyo ukienda kucheza mechi usiene matokeo yako mfukoni. Kwa mechi ya jana tumeenda, Azam ni timu ngumu, hasa inapokutana na Yanga inakuwa ndo ngumu zaidi. Tunaijua. Kwa hiyo jana tumeingia, alhamdulillah tumepata matokeo, tumepata pointi 3, tunamshukuru Mungu. Tutasonga mbele kwa mechi nyingine tunazoziangalia, zimebakia mechi 5 nadhani, mechi 5 6. Kwa mechi hizo zilobakia hakuna kutuzuia. Na kuhakikishia mtangazaji kwamba kombe la ligi mwaka huu litakuja Jangwani. Kwanza lipo Jangwani pale, sio linakuja. Kombe lipo pale Jangwani. Yaani pale halitoki. Kwa sababu tangu hili kombe liingie mfumo wa kuongezwa fedha kuwa nyingi, kipato kikubwa, tofauti na vile mfumo uliopita mwanzo tumeanza nalo sisi. Kwa hiyo sasa ile hela sisi ishatunogea tayari. Hatuwezi kuliachia lile kombe. Hawa ndugu zetu watusamee. Kwa kweli jana tukutegemea kwa sababu mechi ambayo ilikuwa inatuumiza kichwa ni mechi ya Azam. Lakini kuja kuangalia mpira kwanza Yanga walianza kwa kasi ya ajabu. Mimi mwenyewe mpaka nilikuwa nikawa nimesisimuka. Ingawa kwamba maporo hao walikuwa kidogo jana tunanga. Lakini sasa sisi jana tukawa yani nina pressure. Nikasema leo kama tutashinda mechi hii kwa kweli tutakuja tutaumia vibaya mno. Lakini nilishukuru wachezaji walisimama. Naona yani ni sawa sawa na gari ambayo inaanza namba 1, alafu inakuja kupokea namba 3, namba 4. Yanga alianza kucheza kwa spidi, baadaye akapunguza spidi, baadaye akakaa katulia. Niliziona zile pasi. Baadhi ya mashabiki wa Young Africans wakizungumza kuhusiana na dabi ya Dar es Salaam iliyopigwa hapo jana Azam Complex Chamazi hapa Dar es Salaam. Tuangazie mengine sasa. Timu ya Mbeya City tayari ipo Dar es Salaam kujiandaa na mechi ya robo finali kombe la shirikisho la CRDB Bank dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba itakayochezwa Jumapili katika uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Kocha msaidizi wa timu hiyo Patrick Mwangata amezungumzia maandalizi yao. Tuko katika uwanja wa chuo cha polisi hapa. Tumemaliza mazoezi yetu ya mwisho. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumemaliza mazoezi ya mwisho, wachezaji wetu wote wako katika hali nzuri. Kwa hiyo kilichobaki hapa kusubiri siku ya Jumapili tucheze mechi yetu na Simba. Mwenyezi Mungu tunamshukuru sana, kikosi chetu kiko katika hali yake ya kawaida, hatuna majeruhi yoyote na tunajua tunaenda kucheza na timu kubwa, timu nzuri, kwa sababu Simba ni timu kubwa na timu nzuri na timu bora, kwa sababu juzi tu wametoka kumtoa Mwarabu na kuingia nusu finali ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo tunajua kabisa ugumu wa mechi na tunaenda kucheza mechi ya aina gani. Siku zote mashabiki wa Mbeya City wamekuwa mstari wa mbele sana kutusupport, haswa mechi zetu za nyumbani, kwa sababu wamekuwa chachu wao wachezaji wa 12 katika mechi zetu tunazocheza. Kwa hiyo wako mbali, hawawezi kuja wote, lakini tuna imani kabisa maombi yao kwetu yana umuhimu sana kuelekea katika mchezo wetu wa Jumapili. Tunaamini kwa jinsi wanavyotusupport watatuombea na sisi tutafanya kama ambavyo wao wametutuma siku zote. Tumecheza mechi na Azam kwenye kombe hili tuliwatoa, na tunaamini kabisa tunaenda kuleta ushindani katika mechi ya Jumapili na Simba.
Ni kocha huyo wa Mbeya City akizungumza kuelekea kwenye michezo ya kombe la shirikisho la CRDB. Mnao nizungumze na mchambuzi wa masuala ya kabumbu Ramadhan Mwaduke, tumsikie kutoka kwake hasa kutokana na ratiba hii ya kombe la shirikisho la CRDB. Ndugu yangu uko vizuri? Mimi niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Sijui wewe. Haya, tuanze kuzitazama mechi hizi. Wekundu Msimbazi Simba April 13, leo tarehe 11, ni siku mbili tu zijazo. Watakuwa mzigoni na watakuwa nyumbani na watakuwa na mechi miongoni mwa mechi kubwa, unaweza kusema mechi za maana. Wanaminyana na wazee wa hapo hapa Japire Ndwanga Kiaseri Kiaka. Kabisa. Tutafsirie sasa. Yani unasema kwamba hapa ndipo ambapo iliungua shoka, mpini ukabaki. Unajua shoka zile za vijijini mpini unakuwa wa mbao, alafu ile shoka yenyewe inakuwa ya chuma. Sasa wanasema ndo hapa ambapo kiliungua kile chuma, mpini ukabaki. Mbeya City. Mbeya City. Ni mechi kali. Mechi inatazamiwa kwa ya mvuto kwa sababu kwanza Simba wana mambo yao msimu huu. Kumbuka taji hili linashikiliwa na watani zao wa jadi Yanga kwa misimu mitatu mfululizo. Sasa Simba hii ya Fadu Davids, Simba ambayo hivi sasa ni timu namba 4 kwa ubora barani Afrika, ikizidiwa tu na Al Ahly na Esperance na Mamelodi na Esperance de Tunis. Cheza na Mbeya City, wanaona ni haki yao kushinda, lakini ni Mbeya City ambayo iko vizuri, iko championship, ina mwenendo mzuri kuwania kurejea ligi kuu Tanzania bara, iko ya pili kwenye championship. Ni timu ambayo imeundwa kwenye jopo tuseme benchi la ufundi lina wazoefu katika ligi kuu, anaifahamu Simba kwa sababu nazungumzia kocha Malale 50 amemtambulisha hivi karibuni. Mwangato alikuwa Mtibwa, anajua Simba. Kwa hivyo kifupi ni mechi ngumu. Yes, na kikosi chao kina nyota wengi pia ambao washakucheza ligi kuu, kina Eliud Ambukile, wote wapo, kina Kilaza mazoea yako vizuri. JKT Tanzania, Pamba Jiji, hao wote ni katika ligi kuu. Kwa hiyo wanajuana. Ni mechi ambayo pia inatazamiwa kwa ya kuvutia. Kumbuka JKT manake wanacheza kwenye uwanja mkubwa kuliko wote eneo la kuchezea nchini. Nazungumzia Meja Jenerali Samui. Lakini Pamba Jiji kwenye ligi kuu kwa mfano wana sifa, ni timu ambayo ni ya 3 kwa kupiga mashuti mengi kufika kwa wapinzani na kufanya majaribio. Haitakuwa mechi nyepesi. Lakini Singida Black Stars, Kagera Sugar, wote match kwa sababu Juma Kaseja aenda kutana na Ouma. Singida Black Stars ambayo hivi sasa iko kwenye nafasi ya 4 ikifukuzia zile nafasi za juu. Kumbuka juu yake pana Azam. Sasa ili uwe na uhakika kushiriki kombe la shirikisho, uimalize na nafasi ya 3 au uchukue ubingwa huu wa shirikisho. Kwa sababu vinginevyo itabidi usubiri katika nafasi ya 4 bingwa asiwe miongoni mwa zile za juu. Kwa hiyo maana mechi ya lakini kwa tumalize pia na Yanga na Chama la Wana. Hii nao ni mechi ngumu, mechi nzuri kwa sababu kwenye makaratasi Yanga watahitaji kushinda wapate taji la 4 mfululizo la michuano hii. Lakini Stand United miongoni mwa timu ziko kwenye form. Kwenye championship wao baada ya Mtibwa, Mbeya City wako Stand United. Wamefunga mabao 42, wameruhusu mabao 22. Wanafunga bao kila baada ya dakika 45 hivi na sekunde 48. Kwenda kucheza na Yanga itakuwa ni mechi pia nzuri. Wastani wa goli 2 kila mechi. Yes, ingawa wao wana faida zaidi, Yanga wanaishuhudia kila siku katika matangazo mubashara ya Azam kwa muonekano angavu. Wanaiona kina Kangalombo, wanaona vizuri kina Pakomo, wajua atacheza nao vipi. Au sio? Yes. Tutarudi muda si mrefu kwenye kimataifa. Kwa sasa tukutane baadaye kidogo. Shukran. Ni Ramadhan Mwaduke nikizungumza naye kuhusiana na uchambuzi wa mechi za kombe la shirikisho la CRDB Bank katika michezo ambayo itapigwa weekend hii. Huu ni mshike, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike. Wachezaji wa zamani wa timu ya taifa ya soka ya Tanzania Taifa Stars na klabu za Yanga na Simba, Juma Pondamali Mensah na Dua Said, wanaamini kuwa Simba ina nafasi ya kuitoa Stellenbosch Afrika Kusini katika hatua ya nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika, huku akitoa tahadhari kwa kikosi hicho kitakachonolewa ama kinachonolewa na Fadu David. Simba kwanza tangu walipotoka hapo wamefanya vizuri, kwamba watu wengi wakutegemea kwa wanaweza kupita katika kufikia nusu finali, lakini mimi nikiangalia katika mawazo yangu na uzoefu wangu kwamba wakipambana kuingia finali wataweza, lakini kwanza siweke wazo la finali mbele, kwanza waweke mawazo ya hii timu kwamba ikija hapa basi mechi yao ya kwanza kujua kama wanapita au hawapiti itakuwa hii itochezwa hapa kwa Mkapa. Kwa Mkapa yake marudiano itakuwa kwao South Africa. South Africa wanaweza kufanya sangine fikisu zao za wana timu 3 ziko katika mashindano haya. Sasa wanaweza kusangina wakabebana ikaita tabu. Simba kumaliza hii mechi waimalizie hapa. Kwa sababu gani? Simba wazoefu sana katika mashindano haya kuliko hii timu. Hii timu ukiangalia ni timu kama vile changa, lakini sio kuidharau.
tukisema sio kudharau kwa sababu ishampiga vita ya Kongo, wamemtoa, wanamtoa huyu Zamalek, wanamtoa. Kwa hivyo timu kama hizi unaona ukienda kama hizi dharau na kwa matatizo. Mimi nilikuwa nachoomba tu uongozi hapo mfikia wako mahali pazuri, ila wapambane kuhakikisha kwamba hapa ndio washinde nyingi. Mchezo kwa ujumla kutokana na ubora walioonyesha Simba katika mechi ya mwisho na 85% kama Simba itapita raundi hii na kwenda kuingia raundi nyingine. Kwa hakika kitu hicho, unajua unaangalia performance ya timu imeishia wapi na inachezaje. Na mechi hizi mbinu ndio ziada ambayo inaweza kukuletea ushindi. Na ukiona wachezaji waliamua ile mechi ya juzi kuitaka. Na kutokana na motisha mimi naweza kusema ambao wachezaji wameupata na heshima, ili kutengeneza heshima katika timu na kujijengea jina unatakiwa ufike hatua fulani, na hatua hiyo kila mchezaji yote kwenye timu anaitaka. Nimeangalia mechi yao na Zamalek, sema tu kuna kitu kimoja ambacho tunakiofia kwa dakika hii, kusema labda hii mechi isichezwe kwa Mkapa, pale kidogo kutakuwa na pigo kwa Simba. Lakini kama mechi ikipigwa kwa Mkapa, na hakika si chini ya 3 au 4 Simba wanapata ushindi. Wachambuzi na wadau wa soka nao wametoa mtazamo wao kuelekea nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika, ambapo Wekundu Msimbazi Simba wataanzia nyumbani dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini. Sichukulie mpinzani mwepesi, japokuwa ndo mpinzani ambaye walimhitaji wakati wanaongoza kundi. Sasa Mungu kawaletea katika hatua nyingine mawili, huenda ikani daraja kwao ama ikani kisiki kwao. Sasa kupanga ni kuchagua wao watachukuliaje huu mchezo. Kwa wasichukulie katika njia rahisi, wauchukulie kwamba huu ni mchezo mgumu kama wangekutana na Zamalek. Yaani wasifikiri kwamba kutoka kwa Zamalek labda ndio kazi imekuwa nyepesi kwao. Watakiwa waamini tu muone Stellenbosch kama vile wanakutana nani na Zamalek. Kwa vile walivyo watakavyo, mfano wangejipanga dhidi ya Zamalek, unatakiwa wajipange dhidi ya Stellenbosch. Unatakiwa ushinde hizo nyumbani ugenini alafu upite. Tunakumbuka yale ya Kaizer, umeona kaenda kula chuma 4 kule, kaja Orlando tunakumbuka. Kwa hiyo ni very trick kwa Simba, lakini ukiangalia kikosi cha Simba ni kama kimebalance sana kwa msimu huu. Kwa hiyo kwangu mimi bado naipa 50-50, lakini bado naweza nikaiona kwa uzoefu na kwa kikosi cha Simba kilichopo na aina wachezaji, lakini kocha pia ambaye ana uzoefu wa ligi ya South, anawajua wa South vizuri, anaweza akawa tayari ana ABC kinachoendelea kule, tayari ana watu labda shawatuma huko. Inaweza ikawa advantage kubwa kwa Simba kuweza kuvuka. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa Simba kuiona fainali ikienda katika mashindano haya. Ikizungumzia mechi ya Simba na Stellenbosch ambayo inatarajiwa kufanyika tarehe 20 hapa Dar es Salaam, kwa maoni yangu mimi naipa nafasi kubwa Simba. Ukiachilia mbali mimi ni mshabiki wa Simba, lakini naipa nafasi kubwa Simba kwa sababu Simba ana uzoefu mkubwa na mashindano kushinda Stellenbosch. Japokuwa haijalishi uzoefu kama unakusaidia ushinde, lakini ninachokiangalia mimi naona Simba walipopitia na upambanaji wao, naona kabisa Simba wanavyocheza, wanavyojitoa, wanavyopambana, wana spirit ya kufika hatua ya fainali. Wachambuzi hao wa soka wakitoa maoni yao kuhusiana na hatma ya Simba kwenye mbio za kombe la shirikisho barani Afrika. Muda huu tumsikie pia Ramadhan Buduke kutoka kwake nini mtazamo wake kuhusiana na hilo. Ramadhan, karibu sana kwa mara nyingine. Hili ndilo kundi ambalo Simba wametoka kuanzia hatua ya makundi. Kilitazama lilikuwa na timu 4 na limetoa timu 2 hatua waliopo sasa. Kuna dalili yoyote pengine linatoa kuelekea kwenye safari ya Simba dhidi ya Stellenbosch? Ya, limeisaidia Simba katika safari yake kuelekea mpaka nusu finali, kwa sababu sasa Constantine Simba walifungwa 2-1, walitangulia wao kufunga bao la Mohamed Hussein Shabalala, lakini kwa Mkapa Simba ikapiga mpira, pasi ilipiga Simba ni record tangu 2018 mpaka sasa. Katika michuano ya kimataifa Simba kupiga pasi nyingi ilikuwa dhidi ya Sas Constantine. Yaani ilishinda 2-0 kwa kuionea, walipiga pasi 638. Haijawahi kutokea Simba katika michuano ya kimataifa kwa Mkapa tangu 2018. Lakini sasa wale walionewa sana na Simba kumbe ndio wanafuzu nao, wamewatoa USM Alger. Kwa hiyo unaweza kaona ni kundi ambalo liko strong, lakini uimara wa Simba kwa Mkapa hakuna timu impata sare. Hawa Bravo Shibakish walifungwa 1-0 japo walikosa penalty. Satisfaction walifungwa 2-1. Constantine ndo walifungwa 2-0. Hata wakati wa kuingia kwenye makundi Al Ahly Tripoli ilikula 3-1. Kwa hiyo mwenendo mzuri Simba imecheza na timu za kaskazini kule.
Kwenye timu ngumu Simba kati ya mechi timu 5 walizokutana nazo 4 80% zinatoka kwenye timu ngumu. Kwa hiyo kundi hili limeifanya Simba iwe ngangari zaidi kuelekea nusu finali. Stellenbosch ambao tunawazungumza wamemuondosha Zamalek akiwa bingwa mtetezi. Simba walifanya hivyo pia, walimuondosha Zamalek akiwa bingwa mtetezi 2003 kwa penalty. Hii inaonyesha kwamba licha ya kuwa Stellenbosch anaonekana ni mgeni kwenye michuano hii ukilinganisha na Simba, lakini kwa alichokifanya kama ambacho pia kiliwahi kufanywa na Simba miaka kadhaa nyuma, si mpinzani mwepesi kama ambavyo wengi hasa mashabiki wanamtazama. Uko sahihi. Na kimsingi ni timu Stellenbosch inaonekana ni timu mpya kwa sababu imeanzishwa mwaka 2016 mwezi wa 8. Simba imeanzishwa mwaka 1936. Unaweza kuona tofauti. Lakini uwanjani ucheze umri. Chini ya kocha Steve Becker ni timu ambayo kwenye kikosi chake kwa mfano ina wachezaji 6 wana uzoefu, walikuja hapa juzi tu kucheza na Yanga katika kombe la shirikisho. Nazungumzia Kazi Godswill alikuwa Rivers United. Safari ya Yanga kwenda finali na ikumbushie kwa sababu wanakuja hapa kwa Mkapa, sio wageni. Kazi Godswill ni beki wa kulia. Alikuwa Rivers, yupo pale, ndio katika first 11 yupo. Kuna mtu anaitwa Lesiba Nko, alikuwa Marumo Gallants, yupo pale. Kuna mtu anaitwa Mojela, alikuwa Marumo Gallants, yupo pale, alikuja. Kuna mtu anaitwa Ismail Olivier Toure, yupo pale. Kwa hiyo ni wazoefu, si kikosi mchekea na kina nyota wazoefu. Mtu angalia safari ya Simba kwenye mechi zote na matokeo yalivyokuwa. Hizi ndizo mechi ambazo Simba amecheza mpaka kufika hapo alipo, hasa kwenye hatua ya makundi, na matokeo yalikuwa hivi. Kulikuwa kuna ushindi wa 1-0, kulikuwa kuna kupoteza 2-1, kulikuwa kuna ushindi wa 2-1, kulikuwa kuna ushindi wa 1-0, kulikuwa kuna sare ya 1-1 na kulikuwa kuna ushindi wa 2-0. Kijaribu kuangalia wastani kama Simba alikuwa bora kwenye kundi na performance aliyokuwa nayo kwenye kundi ameendelea nayo mpaka hivi sasa. Kabisa. Hizi ni mechi za hatua ya makundi. Manake Simba hapo aliibuka na pointi 13 kati ya pointi 18. Performance ya 72.22 around ya 72 ambayo ndio best kimataifa kama Simba 2020-21 wakati ilipoongoza kundi na same points na points zinafanana pointi 13. Kwa Simba walienda vizuri, mabao 8 hapa, wameruhusu mabao 2. Hao wapinzani wao Stellenbosch sasa wao bwana kwenye kundi lao wana ajabu kidogo. Wao katika mechi 6 za hatua ya makundi walifunga mabao 6, wameruhusu 10. Sasa hapa ndio inadhihirisha. Mwingine anaweza kuchukua hao wanaruhusu mabao. Sio hivyo. Hayo mabao 10, 8 walifungwa na RS Berkane. Sasa homework kwa Simba na benchi la ufundi hapa ndio tuambie kupitia mshike ni kwamba wakitaka njia mojawapo ya kuwajua Stellenbosch katika michuano ya kimataifa, waangalie mechi dhidi ya RS Berkane walifungwa vipi na mechi dhidi ya Zamalek walifungwa vipi. Hii mechi RS Berkane hapa iliposhinda 5-0, unajua alipangaje kikosi? RS Berkane ingawa wao ni wakubwa kuliko Stellenbosch hawakufuata maelezo, unajua timu ndogo, hapana. Wanajua tatizo hawa njoo na kuja kwenye ngumi wanaita makota-kota, huwa hawakai nyuma, hawajibani. Sasa kwenye mechi hii RS Berkane waliacha mbele watu wawili tu, Imadiriai pamoja na Osama ndo walikuwa mbele pale, Lamliwi. Alafu wachezaji wa 8 wa RS Berkane wakakaa nyuma ya mstari wanawasubiri mashambulizi ya kujibu Stellenbosch. Wanarukaruka wakawapiga 5. Marudiano waliwapiga 3-1. Haya, hizi ni mechi za robo finali kwa kila mmoja. Mwingine kapita kwa aggregate ya 2-0, mwingine kapita kwa mikwaju ya penalti. Hapa nazungumzia Simba Sports Club dhidi ya Al Masry. Ukichukua mechi hii ndio inazidi kuongeza mzuka Simba. Simba sio kwamba wameshinda kwa penalti 4-1. Ile haikuakisi kiwango tulichokiona dakika 180 uwanjani. Na walitawala mchezo kwa mechi zote mbili. Al Masry. Simba hakuna timu imeionea sana kama Al Masry kwenye kucheza, ingawa matokeo yalikuwa 2-2 sare baada ya kufungwa 2-2 wakashinda 2-2. Simba imepiga mashuti ya 42. Kumbuka ni knockout ya robo finali. Mashuti ya 42, 14 on target. Mechi ya Misri Simba amefungwa 2-2, lakini man of the match alikuwa goalkeeper Mahmoud Gadi. Ilikuwa haiakisi kiwango cha uwanjani. Simba walijiathiri wenyewe, tunakumbuka mechi ya kule. Uchoyo, kila mtu kutaka awe shujaa, lakini kutokuwa makini. Kwa Mkapa wakajirekebisha Simba 2-2, lakini namna walivyocheza Simba excellent. Wamepiga mashuti 24, 7 on target. Kimsingi ni kwamba wao walipiga mashuti 2 tu dakika 90 walipiga mashuti, tuseme mashuti 5. Hawa ni Stellenbosch. Stellenbosch wao sasa. Zamalek kwa nini wamejichanganya? Hawa wakati mwingine ukitaka kwa enjoy waache wao mpira, hawajui kutumia vizuri, wanapoteza mpira sana. RS Berkane wakati wanawafunga 3-1 kule tulioiona, waliwaachia mpira, walimiliki mpira 63%, lakini wakawafunga 3-1. Lakini Zamalek walienda Afrika Kusini wakamiliki mpira 55%. Wale wanawasubiri wakapiga mashuti 7 million target au mashuti 5 million target. Misri Zamalek wakiwa na mashabiki maelfu wakaendelea kupiga mwingi sana, wakamiliki mpira kwa 63%. Asilimia 69 au 61, lakini
mashuti wakapiga matatu ya kulenga lango Stellenbosch dhidi ya mawili. Sasa Maduke, wakawafunga. Kwa matokeo haya ambayo umeyazungumza na hivyo ambavyo umezungumza, timu zote mbili tumeziangalia mpaka hapa zipofika. Stellenbosch umeangalia madhaifu yao. Simba hasa kwenye mechi ya pili walishinda, lakini miongoni mwa waliogusiwa na kuzungumzwa ni upepo ama consistency kwenye dakika zote 90 kwa wachezaji, kwa maana ya ubora kwa dakika zote 90. Stellenbosch umezungumza, ukikaa nyuma zaidi kuna uwezekano ukienda kwa mashambulizi ya kujibu ukawa naniliwa. Kwa matokeo ambayo umeangalia, nani unampa nafasi zaidi kutinga kwenye hatua inayofuata kati ya Simba na Stellenbosch, na kwa nini? Simba nawapa nafasi zaidi kwa sababu wana benchi la ufundi, wana mavideo analyst wa kutosha, yani ndio yasema na mimi wanayajua zaidi. Kocha Fadu Davis mwenyewe ni master katika eneo hili na anawajua zaidi na anamjua Steve Becker. Lakini watafanya vizuri zaidi endapo atazistudy hizo mechi nilizosema pamoja na Kaizer Chiefs ya Nabi waliwafunga vipi, maana wamekutana mara 3 katika michuano ya FA Afrika Kusini na ligi wamewafunga zote. Lakini wakishajua hayo, udhaifu wao ni pamoja na wanapokwenda mbele, yani wao wana ujasiri huwa wakati mwingine nyuma wanaacha watu watatu, halafu katikati watu wawili, mbele wanaacha watu watano. Yani wanakuja tu. Ndio maana wamepiga mashuti 95 lakini 32 yamelenga lango, wao wamepiga mashuti 93. Tazama, wamepiga mashuti 95, wamepiga 93. Wao wamepiga 62 yamelenga lango, wamepiga 33 yamelenga lango. Hapa Simba kwa sababu wana uwezo wa kuficha mpira, wakaupitisha zitengenezwe nafasi, wale wakipanda zipigwe nyuma yao, kwa kina Olivier Ismail Traore, lakini akina Kazi Goldswill wanaweza kuambulia kitu, alafu wakawapa furaha Tanzania, wakawapa furaha na Simba. Kama mazuri kwa upande wao. Ila sio mechi nyepesi kama ambavyo watu wanazungumza kwenye makaratasi. Maduke, mimi nakushukuru sana. Shukrani mwingine. Ni Ramadhan Bwaduke nikizungumza naye, mchambuzi wa masuala ya kabumbu, akituarifu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea mpaka sasa na hatma ya timu hizo na mambo yalivyo kuelekea kwenye mechi za nusu fainali. Huu ni mshike tukamilishe na hili. Baada ya hapo tutarejea, lakini nikukumbushe tu kwamba timu ya Azam FC imechukizwa na matokeo mabaya hivi karibuni, ikiwemo mchezo wa jana wa dabi ya Dar es Salaam, ligi kuu ya NBC dhidi ya Yanga. Na sasa inaelekeza nguvu kwenye mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Kagera Sugar utakaochezwa Aprili 19 mwaka huu katika uwanja wa Kaitaba mkoani Kagera. Well, haikuwa nzuri, kwa mbaya sana, kwa sababu timu daraja la Azam Football Club kupoteza mechi 2 mfululizo sio kitu kizuri kutokea, lakini mwisho wa siku ina prove kwamba ligi ni bora, timu zingine zimejiandaa vizuri, lakini pia ukiangalia madaraja ya timu ambazo tumekutana nazo na hali halisi ambayo ilikuwepo kwa wakati husika, maana yake ni kwamba tulistahili kupoteza mechi kutokana na wenzetu pia kuwa bora. Kwa hiyo ndo mpira ulivyo, lakini hatujapokea vizuri hata kidogo, na ndo maana kuanzia jana usiku, leo na mwendelezo wa kutoka hapa, timu iko kwenye focus kubwa ya kwenda kwenye mechi zinazofuata. Kama ambavyo najua kwamba kwenye ligi, kwenye mechi ambazo zimesalia, tuna mechi 2 away, tuna mechi 3 nyumbani. Kwa hiyo tutakuja kucheza nyumbani, lakini tunaanzia kwanza Kaitaba Bukoba tarehe 19 dhidi ya Kagera Sugar, na tunapambana ili kuhakikisha kwamba mechi zote zilizosalia tukunje hizi alama 15, afu tuangalie mustakabali mzima utakuwa vipi kwenye msimamo, kwa sababu tayari tumaini la kuwa mabingwa msimu tumeshalipoteza, lakini pia tumaini la kucheza fainali ya FA pia tulishalipoteza, kwa sababu tuliondoshwa na Mbeya City, na haijawa nzuri sana kwa sababu raundi ya pili tangu tumerudi kila kitu kimeenda tofauti na vile ambavyo tulikuwa tumekipanga, lakini hatutapoteza focus yetu. Sasa hivi tunaangalia mechi ambazo zinafuata na tutahakikisha kwamba tunapambana ili tufanye vizuri. Haya ni maajabu. Naam, asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Tuendelee kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo Ikulu Dar es Salaam amekutana na mmiliki wa Manchester United ya England Sir Jim Ratcliffe, ambapo wamekuwa na mjadala mzuri kuhusu kushirikiana katika masuala ya uhifadhi pamoja na utafiti. Rais Samia amekabidhiwa zawadi ya jezi maalum iliyosainiwa na wachezaji wa Manchester United. Sambamba na hayo, Rais Samia amesikiliza dhamira ya Sir Jim Ratcliffe ikiwa ni pamoja na kuitumia klabu ya Manchester United kutangaza utalii wa Tanzania, huku akimkaribisha kuanzisha vituo vya mafunzo ya michezo hapa nchini. Rais Samia amepokea salamu za heri kutoka kwa kocha wa Manchester United Ruben Amorim kwa niaba ya wachezaji wa klabu hiyo, ikiwa ni pamoja na kocha wa zamani wa kikosi hicho Sir Alex Ferguson.
Hi Dr. Samia, I know that you are in conversation. Habari Dr. Samia, ninafahamu kwamba unaendelea na mazungumzo na Sajim kuhusu mradi wa uhifadhi pamoja na utafiti katika hifadhi ya taifa ya Selous. Tunafahamu kwamba wewe ni shabiki wa klabu ya Manchester United na tunategemea kukuona hapa Old Trafford. Here in Old Trafford. See you soon. Habari Dr. Samia, Alex Ferguson hapa. Ninafahamu unafanya mazungumzo na Jimmy kuhusu umuhimu wa mradi huu katika nchi yako nzuri Tanzania. Ninaamini kwamba kwa wewe kuunga mkono mradi huu, serikali yako na Jimmy utafanikiwa. Alex Ferguson akituma salamu zake kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Turejee nyumbani sasa. Klabu ya Azam FC imeingia makubaliano na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM kwa ajili ya kusaka vipaji vya soka kwa vijana. Leo hapa studio tunaye meneja wa masoko na mauzo wa klabu hiyo ya Azam FC Tunga Ali na katibu mkuu kiongozi wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam yani Daruso, ambaye hatazungumza pia hapa tuweze kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na hilo. Tunga, karibu. Tuko vizuri? Niko poa kabisa. Mambo yanaenda? Mambo yako vizuri. Au sio? Tumekuja tena. Tunga mwamba ambaye kila siku unamkuta na jezi tofauti ya Azam. Leo unamkuta na gold, kesho nyeusi, kesho kutwa hipi. Haya kabisa. Naam, sasa shaka mnaweza mkapeana nafasi kidogo. Okay. Tunga mwenyeji asogee huko. Kabisa. Hem, tuambie kwanza, maana unajua hizi ni habari wanasema njema. Unajua ukipita kwenye vyuo mbalimbali, wanafunzi wanatamani kuchezea Azam FC na wapo wengine wana uwezo mkubwa. Kwa hiyo hii ni fursa. Hem, tuelezee vizuri na mimi natamani kufahamu nini kinaendelea ama utaratibu uko vipi? Bisa, kama slogan yetu tunavyosema ni timu bora biza bora, na kama unajua sisi ndio club moja ya Tanzania ambayo inaendeshwa professionalism, kwa maana tuna under 20, tuna under 17, lakini tumeshuka chini kule miaka 13, 10 mpaka 7. Lengo ni kuhakikisha kwanza mpira wa Tanzania unaweza kwenda mbele. Ndio maana management ya Azam Football Club ikaamua kushirikiana na University of Dar es Salaam kutengeneza mashindano ambayo yataweza kukuza vipaji. Tunajua wanafunzi muda mwingi wanakuwa katika masomo, lakini sisi kama klabu ya Azam FC tukaona kwamba tunataka tuwapate watu wote kuanzia waliokuwa nursery school mpaka university. Ndio maana tukaingia makubaliano kuanzisha program maalum kabisa inaitwa Azam FC UDSM Intercollege Competition, kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunatengeneza fan base wa klabu ya Azam FC, lakini pia tunafanya scouting ya wachezaji na tumejipanga kama Azam Football Club kuhakikisha kwamba hili tukio linakwenda kutokea, kwa sababu unajua University of Dar es Salaam ni chuo kikubwa katika vyuo vikubwa barani Afrika 21 kiko ndani, na unajua sisi Baharesa Group ni moja makampuni makubwa kabisa barani Afrika. Kwa giant wawili wakikaa sehemu moja, kuna jambo kubwa ambalo linaenda kutokea. Kwa nitumie fursa hii kuambia watu wa Tanzania wakae mkao wa kula. Sasa pengine kabla sijaelekea kwa katibu mkuu kiongozi, nimalize na hili kwako mwenyewe Tunga. Unapokuwa unachukua wachezaji kwa ajili ya kuwaongeza kwenye timu, pale mna timu za level zote kuanzia umri mdogo mpaka mkubwa, mtaanzia umri gani na mtatumia kigezo gani na mtajiridhisha vipi watu wasidanganye umri? Maana unajua chuo mtu tunatarajia miaka 18, 19 ama hata mtu akiwa na miaka 30 kama ana uwezo mtamchukua. Kabisa. Kwanza tumeweka kitengo maalum kabisa ambacho kinaongozwa na Godfrey Mwamnyani, kwa maana wao watakuwa wanafanya scouting team. Wamejipanga vizuri kabisa kuhakikisha kwamba age wise inazingatiwa, lakini pia kwa sababu hizi tournament imehusisha certificate, diploma mpaka kufika degree, inamaanisha kwamba kuna wanafunzi hapa wana miaka 15, 16 kuendelea, na lengo unajua mchezaji akiwa mzuri kwetu ni faida pia na faida kwa taifa pia, lakini tumeweka kabisa program maalum kabisa ya kuhakikisha scouting team itafanya kitu bora kabisa. Kaka, watu waje na vitambulisho na NIDA au maana kama mimi hapa nikitoa ndevu hivi nikaja nikomea na 19 utakataa? Scouting team yetu iko vizuri kabisa kama slogan yetu tunasema timu bora za bora. Sasa hebu nizungumze na katibu mkuu kiongozi. Kwanza naamini Daruso mko vizuri sana. Nini mmeandama, mmejipanga vipi kuhakikisha unajua hii ni fursa, kuna vyuo vingi Tanzania. Ukiona chuo kikuu cha Dar es Salaam ni fursa ya aina yake. Mmejipanga kuipokea vipi na mwamko ukoje, na nyinyi mnaipa hype kiasi gani? Ukifika sasa UDSM kile unakopita kelele ni kubwa kweli kweli. Jambo ni Azam. Amesema vema Tunga kwamba wao ni timu bora bidhaa bora. Sisi Solidarity Forever. Tumekutana na brand mbili ambazo zote zina hadhi kwa nchi yetu lakini pia kimataifa. Kwa hiyo kama wanafunzi tumelipokea vizuri sana. Nilikuwa namwambia kwamba pia amekuja kama Musa kutupeka nchi ya ahadi. Tuko na vijana wengi sana, uko na best talents in Tanzania lakini hawana platform.
Hawa Azam ni platform moja nzuri sana ya kuweza kuanza nao. Kwa tunaamini kwamba tutapata watu ambao wako na talent za kutosha sana. Sasa kumekuwa kuna mashindano yale, kwa mfano ukijaribu kuangalia miaka ya nyuma mlikuwa mna mashindano ya tahiriso kwa vyuo vyote. Kuna kipindi mlikuwa pia mna mabonanze chuo kama chuo kwa maana ya college zile SMG, SDMC, kosi na wapi. Yale mashindano yalikuwa maarufu. Kipindi hicho sisi tunasoma huko, uwezo wa mpira haukuwa mkubwa, lakini tulikuwa tunaenda kuhudhuria, kwenda kuangalia. Sasa hivi ni kama yamedrop sana. Yaani unajua kipindi cha nyuma UDSM wakiwa na bonanza au tamasha linajaa au tunasikia hata kama tutaenda. Sasa hivi hatusikii hivyo. Nini kimepungua na mpango ni upi hasa kuwatumia wadau kama hao? Kikubwa ni change of taswira ilibadilika. Tunapotoka nyumbani, wewe ni shahidi, mzazi anakuambia ukifika Dar es Salaam soma, achana kila kitu, piga kitabu. Sasa ile kidogo inaathiri watu ambao wanakuja na talenti zao. So sisi kama serikali tukasema hapana. Bado tunaamini kwamba vipaji ni biashara. Azam wana platform, sisi tuna watu. Tuwapatie watu platform kama ya Azam waweze kwenda mbali zaidi. Ndio. Bana watu wanaokuaga viongozi wa Daruso. Huyu jamaa kweli politician. Tunga pengine tukiwa pia tunajaribu kuangalizia mambo mengine. Pasi na shaka. Chuo si Dar es Salaam peke yake, ama sio UDSM peke yake. Kuna wanafunzi kutoka vyuo vingine pengine wakiona fursa kama hii wanatamani. Wao mna mpango wote au wanaweza wakaja pia bana, mimi natokea labda chuo jirani naweza nikashiriki? Kwa kwanza pilot tumeanzia University of Dar es Salaam, lakini baadaye tunakuja kwa maana ya tathmini sasa university sasa. Tumeamua kuanza kufanya tathmini ili hapa tunapokwenda pakubwa tujue tunajipanga vipi, lakini wakae mkao kula kwamba Ita University pia itakuja. Ni tumeanza tu mwanzo kuona nini kinachoendelea, tujipange vipi ili kuhakikisha kwamba jambo kubwa linakwenda kutokea. Pengine tuambie maandalizi sasa yakoje? Maana ili sasa sio la Tunga. Ninyi tunafahamu mna viwanja viko sehemu tofauti tofauti, kwa STC wapi, mashindano yatafanyika wapi, ushiriki uko vipi, mtu akitaka kushiriki anafanyaje, kama kuna namna ya kujiandikisha na utaratibu, maana chuo ni kikubwa pia. Tunaelekea uzinduzi tarehe 14, jengo lenye hadhi kweli kweli pale Nkuruma. Kwa hiyo so far tumesha register, team zote ziko tayari, wameshaweka vikosi vyao, makocha wameshawa publicize, everything is ready. Tunachosubiri sasa ni kwenda kuyazindua rasmi, lakini viwanja tumia viwanja pale kwetu Campus 1 pamoja na Campus 2, ili sababu Azam wamekuja na kitu kizuri, wako na scouts kuwapunguzia adha ya kutoka hapa na hapo, kusema no, tuweke mashindano yote sehemu moja, scouts wawepo pale kwenye vipaji waweze kwenda. Lakini kubwa zaidi finali itachezeshwa Chamazi Complex. Hilo ndio lilikuwa la muhimu, maana watu wanatamani zile nyasi. Lazima waje pale. Unajua kuna utalii wa Royal Tour, lakini pia kuna utalii wa kiteknolojia. Sisi Chamazi Complex tuna utalii wa kiteknolojia. Investment ambayo inafanyika ni kwa ajili ya Watanzania. Kwa tarehe 28 pale wanavyuo watakutana. Na nitumie fursa hii kuambia tu vyuo vyote nchini kwamba tunawakaribisha pale kuona wenzao, lakini pia mambo makubwa pia yanakuja, lakini Chamazi Complex siku hiyo ya finali tunawakaribisha. Bwana, shukrani. Umekutana afisa masoko na mwanasiasa. Brother, unaongea, tafute mwenzako good luck kwa alikuwa waziri. Naye anaongea sana kama wewe. Bwana, shukrani sana. Asante sana. Ni Tunga Ali nikizungumza naye, afisa masoko kutoka Azam FC. Yamekuwa ni miongoni mwa ambao wamekuwa wanahamasisha kwa kiasi kikubwa uvaaji wa jezi za Azam FC, na hata pia ukizihitaji ama kama unataka kuinunua, basi mambo yanakuwa mazuri sana endapo watafuta ama kuzungumza nao. Ili pia kama una oda kubwa wewe mtafute tu, hata kurekebishia jambo lako na kila kitu kitakuwa vizuri. Bali na hilo, tuwatazame KenGold sasa, ambao wamekuwa wanaendelea na maandalizi ya kuhakikisha kwa namna moja ama nyingine wanapambana, walau tuendelee kuwaona kwenye mwendelezo wa ligi kuu ya NBC. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maendeleo ambayo sisi kama club tunaendelea nayo. Tulikuwa na mchezo wetu dhidi ya Tanzania Prison, mchezo ambao ni Mbeya Derby, na tukapoteza magoli 3-1, mchezo ambao ulikuwa muhimu sisi kupata alama 3, tukapata goli na wenzetu wakatufunga magoli 3, kwa hiyo tukupata alama hata moja, lakini sisi kama club tulitegemea kwamba tutapata alama 3 ama tupate alama 1. Lakini yote ya yote tunasema mchezo dhidi ya Tanzania Prison umekwisha. Sasa hivi walimu wanarejea katika viwanja vya mazoezi. Mazoezi tutaanza siku ya Jumatatu kuhakikisha kwamba wanakwenda kurekebisha mapungufu ama madhaifu yote walioyaona katika mchezo dhidi ya Tanzania Prison, na kuhakikisha kwamba michezo minne iliyosalia dhidi ya Coastal Union, dhidi ya Pamba, dhidi ya Simba, dhidi ya Namungo tunakwenda kupata matokeo.
Kwa uhalisia watu wanadhani kwamba klabu tayari imeshashuka daraja, lakini hapana, kwa sababu bado tuna michezo minne. Wanaotufuatia juu wana alama 24, mtu ana alama 23, ambazo tukipata matokeo michezo yote minne tunakwenda kuwakuta na kucheza playoff. Lakini kwa hivi sasa kusalia bila kucheza playoff haiwezekani. Hivi sasa tunaweza tukasalia kwa kucheza playoff. Kwa hiyo kuna mipango mingi sana ndani ya klabu kuelekea michezo minne iliyobakia, lakini hata wachezaji, benchi la ufundi, viongozi wenyewe wanaona kwamba acha tupambane mpaka hatua ya mwisho tuone tumefikia wapi, kama kusalia kwa playoff ama kuna mambo mengine ambayo yatatokea. Mapumziko ni ya siku 2 ambayo yanakwisha weekend hii. Baada hapo siku ya Jumatatu tutaanza mazoezi kuelekea mchezo wetu dhidi ya Coastal Union tarehe 21 ya mwezi wa 4 katika uwanja wa Mkwakwani kule Tanga. Kwa hiyo siku ya Jumatatu tutaanza mazoezi rasmi kuelekea mechi hiyo na michezo mingine iliyosalia katika ligi ya NBC Premier League. Mashabiki wa klabu ya Kengold, mimi ninachowaomba kwamba wasikate tamaa, waendelee kuisupport team, waendelee kuombea team, waendelee kuisupport kwa nguvu zote. Tuwapo uwanjani Sokoine ama tuwapo nje ya uwanja Sokoine, waendelee kuipambania kwa sababu hii ndio timu yao. Hata iweje itabaki Kengold kuwa timu yao. Kwa hiyo namna ya kufanya kuendelea kuisupport team, kuendelea kuiombea team tunaamini itakwenda kusalia kwenye ligi kwa kucheza playoff kwa michezo minne iliyosalia. Muhimu tuongeze juhudi binafsi kwa mashabiki, kwa wachezaji, kwa viongozi, kwa benchi la ufundi, kuhakikisha tunazungumza lugha moja kuelekea katika michezo iliyosalia. Ni Joseph Mkoko, afisa habari wa Kengold, akizungumzia maandalizi walionayo na mapumziko ambayo wametoka kwa nyota wao kujiandaa na mechi zinazofuata. Huni mshike, twende break, tutarejea. Usiondoke. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni mshike, tuendelee kuangazia tulionayo hii leo. Shabiki wa Yanga mjini Morogoro, Shaban maarufu kama Shaban Yanga, ameponea chupu kupoteza ofisi yake inayomuingizia kipato baada ya kutoa ahadi kwa mashabiki wa Simba kuwa endapo Simba ikivuka hatua ya robo finali kombe la shirikisho barani Afrika, basi atamkabidhi mwenzie ofisi yake. Hata hivyo, shabiki huyo wa Yanga ambaye anafanya kazi ya kuingiza muziki amesamehewa na shabiki wa Simba akidai kuwa wanadumisha utani wa jadi. Wewe umeingia kwa moja. Umeingia kwa timu yangu. Sio timu yako. Wewe ungeongea kwa dakika 1. Unasemaje? Ngoja kwa tulieni. Wewe siri hapa. Ngoja kwa. Maswala ya usaidie babangu. Sikiliza kwa. Nilikuwa sijui baba. Na alichotamka hakutegemea na wala hakufikiria kwamba itakuwa namna gani. Sawa? Mimi nasema hivi kwa niaba yake huyu kijana, mimi naomba tulizeni, tulieni. Ngoja kwanza. Haya basi, sawa. Basi nimemsamehe. Basi nimekusamehe. Sawa. Bwana, ndio kanuni zetu tunapeana. Sisi waungwana. Shukrani sana. Ningekuwa sana. Huyu bwana aliniahidi kwamba nibebe ofisi kama nitafika nusu finali na Naam, ni miongoni mwa mambo kuhusiana na dabi hayo. Unajua haya mambo bana, wakati fulani unaweza kutoa ahadi, mambo yakigeuka inakuwa ngumu kweli kweli. Tuangalie iliyojiri kwenye anga za kimataifa. Mshambuliaji wa timu ya taifa ya Misri na klabu ya Liverpool Mo Salah amesaini mkataba wa miaka 2 kuendelea kusalia ndani ya majogoo wa Anfield hadi mwaka 2027. Mkataba wake wa awali ulikuwa unafikia tamati mwishoni mwa mwaka huu na tayari tetesi zilikuwa zikimhusisha kujiunga na moja ya klabu zinazoshiriki ligi kuu Saudi Arabia maarufu Riyadh League, ligi ambayo inaonyeshwa mbashara kwenye kisimbuzi cha Azam TV kwa kulipia kifurushi cha $28,000. Mo Salah amesema moja ya sababu za msingi zilizomfanya aongeze kandarasi ya kusalia Anfield ni ubora wa kikosi kilichopo, ikiwa ni pamoja na matamanio yake ya kuona wakitoa mataji mengi zaidi huku akiendelea kufurahia kucheza soka.
hadi sasa ameshacheza ndani ya Liverpool kwa miaka 8 akiwa amejiunga na klabu hiyo mwaka 2017 akitokea AS Roma, na ameshinda mataji kadhaa ikiwemo ligi ya mabingwa, ligi kuu yani Premier League, FA pamoja na League Cup pamoja na kombe la klabu. Mbali na hilo, lingine kubwa ni hapa nyumbani. Maandalizi kuelekea Bunge Marathon hapo kesho yamekamilika, huku ikitarajiwa kuwa na washiriki zaidi ya 4,000 kutoka maeneo mbalimbali nchini. Akizungumza na Azam TV, mwenyekiti wa Bunge Marathon Festo Sanga amesema mbio hizo zitaongozwa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake Ahmad Ali. Bunge Marathon kwa mwaka huu 2025 ipo mguu sawa, huku waandaaji wakieleza maandalizi yalipofikia. Kila kitu kimekamilika kwa asilimia 100, lakini kingine tunasema imekamilika kwa asilimia 100 kwa sababu pia Azam Media wameshafika, wameshafunga mitambo tayari kwa kwenda masaa 3 hewani kuhakikisha kwamba wanarusha marathoni yote. Lakini kingine utayari ni kwamba mgeni rasmi Mheshimiwa Waziri Mkuu kama ulivyoona, na ametangazwa kwamba ataenda kilomita 21 yeye mwenyewe anakimbia. Kwa kesho yuko tayari na Mheshimiwa Spika yupo na viongozi wote na wabunge wote. Na maandalizi mengine, kwa sababu estimation yetu tulikuwa tunakadiria watu 3,000 hadi 5,000. Lakini hadi nazungumza muda huu usajili umeshaenda watu zaidi ya 4,000. Maandalizi yako kwa asilimia 100. Tunawakaribisha Watanzania waje washiriki kwenye marathoni yetu. Niseme wazi kwamba marathoni hii ni marathoni ya wananchi. Awamu hii waandaaji wamejipanga kutumia teknolojia ili kulinda haki za washiriki. Hakuna kitu kizuri kinachomsaidia mwanariadha kama kupata matokeo halisi ya kile kitu alichokifanya. Kwa hiyo katika kuzingatia hilo, imebidi tutumie mitambo ya kisasa ambayo tuna monitor. Kama umepanda basketi tutagundua, kama umepanda bodaboda tutagundua, kama umepanda basketi pikipiki au gari tutagundua. Kwa hiyo tuna monitor unavyoweza kukimbia, na baadaye kama umemaliza na dakika 41 na sekunde kadhaa na matokeo yako yanakuwa printed, muda huo tunakukabidhi matokeo yako ni haya, umekimbia kwa urefu huu. Mwanariadha Gabriel Giai naye ni kati ya washiriki ambaye amejipanga kuleta ushindani. Kwa ushiriki wangu ni sehemu moja ama nyingine kwa kupitia vijana wadogo ambao wanaibukia kwenye mchezo wa riadha, akuwa chachu kwao kushiriki kwenye huo mchezo na kuona kwamba ni faida kiasi gani na thamani kiasi gani kushiriki kwenye marathon kama hii kwa ajili ya kuchangia na kutoa mchango wao mkubwa kwenye swala lizima la kuchangia kwenye ujenzi wa shule ya sekondari ya wavulana ya Bunge. Mimi nimejiandaa vyema, nimedhamiria kushiriki hii mbio kwa lengo zima la kushindana, na naamini kwamba nitashinda. Nitakimbia kilomita 10. Hapa katika dimba la Jamhuri jijini Dodoma ndipo kitakuwa kituo cha kuanzia na kumalizia mbio hizi ambazo zitahusisha kilomita 5 hadi 21. Kutoka hapa jijini Dodoma, mimi ni Ahmad Ali wa Azam Sports. Mwisho wa mshike hii leo, lakini kabla sijaondoka nikukumbushe japo kwa muhtasari machache kati ya mengi tuliokuwa nayo ni pamoja na haya. Wananchi Yanga wazidi kuwasha taa ya kijani kuelekea kutetea ubingwa wao wa ligi kuu ya NBC. Wachezaji wa zamani watoa mbinu kwa Simba kuikabili Stellenbosch Afrika Kusini nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Na Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akutana na mmiliki wa Manchester United Sir Jim Ratcliffe. Mwisho mshike hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, jina langu ni Kennedy Moses. Inshallah tukutane Jumatatu.